Bwana, mambo yanazidi kupamba moto. Bwana. Bobby ametaitishwa, amebananishwa na wanajeshi wa jeshi la anga. Unadhani Bobby atafanya nini? Lakini Nancy na Roy nao pia wamewekwa kati na boti za jeshi. Sasa nini kitatokea? Unaambiwa maji yachanganyikani na mafuta. Bobby aliambiwa hii na Naima. Aya. Bwana, karibu sana kwenye hii sehemu ya 20. Ungana nami Uncle J simulizi. Huu mzigo mtamu umetayarishwa na kuandaliwa na Eda Zaria G Msulwa. Bwana, karibu ndugu yangu. Naam. Roy alionekana kuitoa miili miwili katika chumba cha manahodha, akaenda kuifungia katika chumba kimoja. Akaikusanya miili yote na kuiingiza kwenye chumba hicho, huku akiwa anasikilizia namna boti inavyopunguza mwendo. Kwa haraka Roy akakimbilia kwenye chumba cha manahodha. Nancy, vipi? Roy aliuliza swali hilo, lakini Nancy hakujibu kitu chochote. Zaidi tu Roy akaangalia boti mbili za jeshi zilizokuwa zimesimama mbele yao, huku pembeni upande wa kulia kulikuwa kuna boti, upande wa nyuma kukiwa kuna boti, na upande wa nyuma kukiwa kuna boti nyingine. Msikilizaji, na katika hizo boti ambazo zimewazunguka Roy na Nancy, zilikuwa ni boti za mwendo kasi, na hawa wanajeshi walikuwa na mitutu mikubwa ya bunduki. Yaani kwa kiufupi, Roy na Nancy walikuwa wamewekwa mtukati. Endapo wakihitaji kusambaratishwa, aisee, boti ya kina Roy ni dakika tu inakuwa iko majivu. Jinga wametuzingira. Shit. Roy alizungumza huku akitazama boti hizo za jeshi ambazo hutumika kufanya patrol kwenye ukanda wa bahari ya nchi ya Zambia. Sikiliza Nancy, nahisi hawa ni wanajeshi wa maji wa Zambia hawa. Sasa kama watakuwa ni wanajeshi wa Zambia, wala hata usijali, kuwa na amani kabisa, kwa sababu mkuu wao mimi namfahamu. Lakini kama watakuwa sio wanajeshi wa Zambia, hapo sasa ndio itakuwa imekula kwetu. Roy alizungumza huku akiangaza ndani hapo, na akachukua pale kitaulo cheupe, akanyosha mikono juu kumaanisha kwamba ametii amri. Nancy akamuuliza, Roy, una uhakika wanaweza wakatuacha salama hawa? Nitajaribu kuona kuwashawishi kama itawezekana, lakini wasije wakaingia ndani ya hii boti yetu, itakuwa ni tatizo. Wakiona zile mali itakuwa ni balaa. Nancy alizungumza naye mikono yake ikiwa iko juu. Ghafla mzinga mkubwa ulisikika nyuma yao, na mwanga wa moto uliokuwa umelipuka ukasikika. Boti moja ya wanajeshi ilikuwa imelipuliwa na bomu lililokuwa limefyatuliwa kutoka eneo walipokuwa wametoka wao. Milio ya risasi kaanza kusikika nyuma yao, huku wakishuhudia boti ya pembeni ya wanajeshi hao waliokuwa wamewazunguka nayo pia ikilipuliwa, huku mvua ya risasi ikizidi kutanda eneo hilo. Roy hakufanya makosa ya kusubiri kuambiwa waondoke eneo hilo, kwa sababu hali ya hatari tayari ilikuwa imeshatawala. Akaiondoa boti yao kwa mwendo wa kasi mno, huku akiwa anapita katikati ya boti mbili za jeshi, ambapo wanajeshi hao walikuwa wanajitahidi mno kujibu mashambulizi ya boti 6 zilizokuwa zinawashambulia. Hizi boti 6 sijui zimetoka wapi, sijui ni za kina nani, lakini zikaanza kushambuliana na boti za jeshi la maji ya Zambia. Hapo ndipo Roy akaona huu mpenyo. Roy ilibidi anza kukimbia. Roy, wale watu watakuwa ni maharamia nini? Nancy alizungumza kwa kihema kwa kasi mno. Roy akasema, mimi mwenyewe sijui, ila tu tushukuru, si tuseme tu asante. Vita ya panzi, furaha kwa kunguru. Roy alizungumza hivyo huku akitazama kwenye TV ndogo zilizopo mbele yake, ambazo zilikuwa zimefungwa kamera zinazoonesha pande zote za boti hiyo.
hawakuona boti yoyote inayowafuata kwa nyuma, kwani walikuwa wameacha mapambano makali mno dhidi ya boti zilizokuwa zimewashambulia na boti za jeshi. Msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona Bobby akisema, Spana, hebu mpigie simu Ruben, mpigie simu Ruben. Bobby alizungumza na Spana akiwa anatetemeka vibaya mno. Alichukua simu ya Bobby na kisha akampigia simu Ruben, akaiunganisha na simu hiyo na maiki za helikopta hiyo. Ruben akauliza, Bobby, mbona nasikia mgurumo vipi? Nipo kwenye ile helikopta ya Msalaba Mwekundu, naelekea kumtafuta Roy pamoja na Nancy, lakini kuna ndege mbili za kijeshi zimeniweka mtu kati. Hebu nakuomba niunganishe au nikuunganishe uzungumze nao, ikiwezekana waongee na rais moja kwa moja. Bobby, kwani hujui kama anga tumeweka kwenye doria? Hakuna ndege yote wala helikopta inayokatiza angani bila kibali. Mbona unafanya vitu kwa kuto kunishirikisha? Lakini Bobby, Ruben, najua nimekosea, ila sikuwa na namna kaka. Ndugu zangu wapo kwenye hatari na sikuwa na option nyingine zaidi ya kwenda kutoa msaada. Kaka, ngoja tu nikuunganishe na marubani wa ndege za jeshi. Bobby aliminya moja ya button na kisha aliunganisha mazungumzo ya simu na marubani. Naitwa Captain Bobby. Kuna dharura imetokea na ninawaunganisha na Ruben, chief wa ikulu, atawapatia maelezo kamili. Bobby alizungumza hivyo huku akizidi kusonga mbele. Ikasikika sauti ya Ruben ikisema, mnazungumza na Ruben, mshauri wa rais. Nipo ikulu. Aliopo hewani ni kijana wetu na kuna dharura ya kiusalama imejitokeza. Hivyo kuna majukumu lazima aweze kuwahi kwenda kuyatatua. Sasa rubani wa ndege za kijeshi akasema, tutakuamini vipi? Na hatufanyi kazi na mshauri wa rais. Amri yetu ni kutoka kwa mkuu wa jeshi pamoja na amiri jeshi mkuu ambaye ni rais mwenyewe na sio wewe. Hapo ikasikika sauti ya rais mwenyewe sasa akisema, Jabadi, mnazungumza na mimi Rais Msulwa. Kazi nzuri sana mnayoifanya vijana kwa kuendelea kulinda anga letu. Lakini kuna operation tumemwagiza huyu kijana wetu kwenda kuitekeleza, hivyo mnaweza mkampa escort mpaka atakapotoka kwenye anga letu la Tanzania. Hawa makomando wa jeshi wakasema sawa Mheshimiwa Rais. Marubani hao walijibu kwa pamoja kwa sababu sauti ya Mheshimiwa Rais wanaifahamu vizuri mno. Ndege hizo zikapakwa futi kadhaa kwenda hewani, zikaendelea kuisindikiza taratibu helikopta nayo iendesha Bobby mpaka walipokaribia kuingia katika anga la nchi ya Zambia. Wakamwambia safari njema mpambanaji mwenzetu. Bobby akasema asanteni sana. Ndege hizo zikajigeuza kwa kujiviringisha na kisha zikarudi nchini Tanzania, huku helikopta nayo iendesha Bobby ikazidi kusonga mbele. Naam, msikilizaji, huku upande wa pili tunapata kumwona mwanadada Nadia alimuuliza Naima mara baada tu ya kurudi. Nadia akasema, Naima vipi? Kazi imeisha, mbona umerudi? Ishe wapi? Wale madogo wanazingua. Wanazingua? Kivipi? Madogo wamechagua pesa mbali ya usalama na juhudi zote ambazo sisi tumezifanya. Naima, bado unaniweka kwenye maswali mengi. Ni kitu gani walichokifanya? Mbona kabla unaniweka kwenye mafumbo? Nadia, wale madogo na demu wake kwenye boti walikuwa wameipanda, wamekutana na mzigo wa dhahabu. Basi unaambiwa wameweweseka na wameamua kuacha mipango yote iliyotushindisha usiku kucha hadi asubuhi, alafu wenyewe wameamua kukimbia na boti hiyo yenye dhahabu.
Huwezi amini Nadia, yaani wamenikera kwa kweli. Acha tu nikapumzika. Kwanza sitaki tena kusikia chochote juu ya hii operation. Naima alizungumza huku akionekana kukereka vibaya mno. Okay, wewe nenda kapumzike, mimi nitaongea nao. Nadia alizungumza huku akimtazama Naima aliyekuwa anapandisha ngazi kwa kuchoka na kuelekea chumbani kwake. Msikilizaji, upande wa pili, mlio wa simu ilimshtua Roy pamoja na Nancy ambao wapo kwenye mwendo kasi wa boti hiyo. Nancy alipokea simu hiyo na kisha kakaa kimya. Washeni GPRS. Nipo kwenye anga la Zambia. Nahitaji kufahamu wapi mlipo. Oya Bobby. Ndio Roy, ni mimi hapa naongea. Nipo na helikopta. Poa, haina noma. Roy aliwasha kifaa kinachosaidia kuonekana kwenye rada. Okay. Kaka, nimewapata tayari. Spana alizungumza huku akimwonyesha Bobby alama ya eneo walipokuwa Nancy na Roy. Bobby akageuza helikopta hiyo ya kijeshi na hawakuwa mbali na eneo walipokuwa Nancy na Roy, kwani ni umbali wa mita 800 tu. Kwa mwendo wa kasi wa helikopta hiyo walifanikiwa kuona Roy na Nancy wakiwa kwenye hiyo boti. Oya Bobby, hiyo chuma umeitoa chimbo nini? Ndio kaka. Hebu tupatie basi picha ya juu. Sioni watu wanaowafuata kwa mbele wala kwa nyuma. Kwa mpo salama kabisa, wewe zima tu GPRS, mimi nishawaona. Roy alikaizima hiyo GPRS ya boti hiyo. Bobby akampa maelekezo Roy eneo la kusimamisha boti hiyo katika fukwe ambayo haikuwa na mtu yoyote na ina uwazi unaoiwezesha kutua kwenye fukwe hiyo bila hata ya tatizo lolote. Bobby aliishusha taratibu helikopta hiyo pembezoni mwa bahari. Bobby na Roy walikumbatiana huku kila mmoja akiwa na furaha ya kuonana na mwenzie. Aisee, poleni sana. Shukrani kaka. Bwana, mzigo ni mkubwa sana. Hatuna muda kupoteza na inabidi kuuhamishia haraka. Okay, sawa shemeji. Utatulinda basi. Okay, poa. Spana, najua unaijua kazi yako. Ndio kaka. Bobby alipozungumza hivyo huku anamtazama Spana usoni mwake na Spana akasema ndio. Spana aliwasha pale drone yake akaipandisha hewani ili kuhakikisha anaweza kuona mtu yoyote mita 100 kutoka eneo walipo. Bobby na Roy wakaanza kazi ya kushusha shehena ya vipande vya dhahabu na kuvihamishia kwenye helikopta hiyo kubwa. Ndani ya dakika kama 35 wakamaliza hiyo kazi. Roy akaipiga risasi kadhaa boti hiyo katika eneo la tanki la mafuta. Boti kalipuka, boti ilianza kuteketea kwa moto na miili iliyopo ndani boti hiyo ikateketea. Wakaingia ndani ya helikopta hiyo. Dogo Spana wa IT akaishusha chini drone yake. Wakaondoka hilo eneo na safari kuelekea nchini Tanzania ikaanza. Yes. Bana, tumeshakuwa matajiri kaka. Tumeshakuwa matajiri. Roy alizungumza kwa furaha kubwa mno. Mke wangu, hata ukiacha kazi ya upolisi, we tutakula maisha hadi kufa kwetu, mimi nakwambia. Sio kwa utajiri ambao tuko nao. Roy alizungumza huku akitazama vipande hivyo vya dhahabu vilivyokuwa vimejaa kwenye siti 4 za nyuma katika helikopta hiyo. Wakafanikiwa kutoka katika nchi ya Zambia na kuingia katika nchi ya Tanzania. Naam, msikilizaji, upande wa pili ilisikika sauti ya Kurwa akizungumza huku akiwa ameishika simu akitazamana na Bad Lady. Bad Lady aliyeonekana kukaa chumbani mwake. Walikuwa wanaongea kwa mfumo wa video call. Kurwa akasema, mkuu, mkuu, umenipa surprise kunipigia video call. Nisikilize, tukizungumza hivi kukiwa hakuna majukumu yoyote mimi na wewe, ni mtu na mdogo wake, hivyo una haki ya mimi kukuita wewe kaka. Nilimisi sana hayo maisha mdogo wangu. Haya, mipango yetu imevunjika. Tunafanyaje sasa kwa sasa? Nilikutana na mkuu wa Scorpion. Imekuwaje tena? Mkuu wa Scorpion amejua kila kitu kuhusiana na mimi na wewe. Amejua? Amejuaje sasa?
Sijui, ila amenipa somo lote la kwamba nimekuwa mastermind kwenye operation nzima ya kumteka rais. Sasa hiyo si ni hatari hiyo? Kwa hiyo umefanyaje sasa? Wameshamuunga rais kwenye Scorpion, ila amenipa nafasi ya sisi kuweza kuwapatia kitu kitakachomuondoa jamaa kwenye urais, na ikiwezekana ukapata kila kitu chake na ukarithi wewe, huku mimi nikipewa nafasi ya kulipiza kisasi. Napata wakati mgumu sana mdogo wangu kwenye hilo swala la kuwapa silaha yetu ya mwisho. Kama wameweza kutusoma sisi, inakwaje sasa? Kama wameweza kutusoma sisi, inakwaje mdogo wangu? Kurwa, ngoja nikwambie kitu. Hawa jamaa wana watu. Leo kuna issue ilitokea hapa kwangu. Kuna jamaa walituvamia. Hivyo mmoja wa rafiki wa mume wangu alitekwa pamoja na mke wake. Ngoja kwanza. Umesema mume? Anyway, acha tu Kurwa. Sikukwambia hivi Hatuongei sana mdogo wangu ujue. Kwa sasa mimi nina ujauzito wa mwezi mmoja. Mmoja wa makomando waliokuwa katika mission ya kumwokoa rais ndo mume wangu. Sasa hapa ndo ninapata picha kwa nini ulinitumia picha ile. Sasa ni yupi kati ya wale wawili ndo mume wako? Yule mwenye mwili fulani hivi, alafu ni black. Kumbe ndo bwana shemeji yule. Ndo hivyo Kurwa. So aliyemteka jamaa ni mtu mwenye nguvu na ambaye hajulikani kwenye mambo yetu haya, japo alikuwa anayaendesha kwa usiri mkubwa. Yule madam ameleta taarifa za yule jamaa hapa. Yaani ninapokuambia hivi, ninapozungumza mimi na wewe, mtoto huyo jamaa yuko njiani, ametekwa na analetwa nchini Tanzania. Kiufupi hawa watu Scorpion wana nguvu kubwa mno, na ndio maana sishangai sana wao kuweza kutujua sisi kwa taarifa, kwani wana watu kwenye kila aina, kila kitu kwenye dunia. Kwa Kurwa, nimekupigia simu ili tushauriane. Nilipize kisasi kwa jamaa na wewe upate mali zake zote, na kisha tuendelee na maisha mengine. Au wewe unaonaje hiyo kakangu? Ni wazo zuri sana mdogo wangu, ila inabidi tuwasome kwanza. Tusiende kichwa. Kumbuka mimi nilikukuza kwenye malengo ya mzee hadi kufika hapa tulipofika. Sawa, nitajua nini cha kufanya, ila ni lazima mambo yetu yaende. Kuwa basi makini mdogo wangu. Wala hata usijali, niko makini sana, tena zaidi ya sana. Kama uko makini sana, asingekujua kwa kila kitu mpaka sasa hivi. Tumeshatolewa kwenye reli katika mipango yetu ujue. Usijali kaka, tutarudi na kuwa imara zaidi ya hapa tulipokuwa. Okay, sawa. Kwa hiyo sasa naweza nikaishi kwa amani, si ndio? Bado. Hatujajua adui yetu naye anafikiria nini. Okay, sawa, nimekuelewa. Nikutakia siku njema na kwako pia sister. Hapo Bad Lady mara baada ya kuzungumza na Kurwa akawa amekata hiyo simu. Msikilizaji, upande wa pili tunapata kusikia mtu akisema, mkuu, nimepokea taarifa sasa hivi kutoka kwa Bobby. Anasema amefanikiwa kumpata Nancy pamoja na Roy. Aise, safi sana. Kazi nzuri sana. Kwa hiyo wako njiani, si ndio? Ndio mkuu. Ruben alizungumza huku akitazama picha ambayo rais alikuwa ameshika mkononi mwake. Picha hiyo ya rais akiwa na mkewe ilimfanya Ruben akae tu kwenye kiti. Mheshimiwa rais, mbona inaonekana kama vile hauko hapa au kosa? Yaani kama vile mawazo yako yako mbali sana. Ruben, naam. Unajua kwamba nimemueleza mke wangu baadhi ya ukweli wangu. Ukweli ambao sikutaka kabisa mke wangu apate kujua. Mheshimiwa, imekwaje mpaka umemueleza mke wako? Unajua huyu mke wangu Salu siku zote huwa ananiona mimi ni mwanaume mpole nisiyekuwa na roho ya kishetani ndani yangu. Pasipo yeye kujua, nje ya hii mimi nimekuwa ni kama ngozi ya kondoo tu, ila ndani mimi ni mtu wa kawaida tu. Sasa mke wako akakuchukuliaje mheshimiwa? Atafanya nini zaidi tu ya kukubaliana na hali ya halisi ya mambo, na amekubali kwamba japokuwa mimi nina pande mbili,
Yeye amesema yuko tayari kuwa na mimi katika upande wowote ule. Nimeiangalia sana hii familia yangu, na nikimkumbuka yule mpumbavu yule anayejifanya kwamba ni ndugu yangu yule, ananifanya sasa nianze kufufua makaburi. Kwamba unataka kumsaka yule Kurwa sijui pacha wako. Kabla sijakula kiapo cha kuwa rais, nilishakula viapo kadhaa huko nyuma. Nilishasema mpuzi yote atakayetokea kumshika mke wangu au mwanangu kwa swala zima la kunidhuru, nitahakikisha ninamdhuru yeye kabla ya kupata alichokuwa anakihitaji kutoka kwangu. Na huyu fala amefanya makosa makubwa sana kuniacha mimi nikiwa niko hai. Naam, hapo Mheshimiwa Rais alizungumza kwa msisitizo huku akimtazama Ruben usoni mwake. Kikosi kazi chetu kipo kwenye hali gani, nataka kujua. Swali la Mheshimiwa Rais likamfanya Ruben kwanza avue miwani yake, akaifutafuta pale kwa kitambaa kilaini na kisha akaivaa tena. Akasema, Mheshimiwa, unataka kuwarudisha kazini kile kikosi kazi? Ruben, hii ni vita Ruben. Leo ninaitwa dhaifu kwenye mitandao ya kijamii kwa ajili ya mjinga mmoja. Ila liwezekani. Kuna damu za watu wengi sana zimedhulumiwa kwa ajili ya roho yangu mimi. Kwa siwezi kabisa kuruhusu hili swala likajirudia tena. Nimekuelewa Mheshimiwa. Hebu mtafute mkuu wao. Sawa. Ruben akaipiga namba 1 na kisha aliweka simu loudspeaker na kisha akaiweka mezani. Yes, hello. Mheshimiwa, hapa rais anataka kuongea na wewe, anakusikia. Mheshimiwa, vijana wako wanaendeleaje? Sisi sote 12 tupo fiti kabisa, tunaendelea kujifua kila siku kwa mazoezi. Tulisikia kilichokutokea, ila tulikuwa tayari kwa kazi, ila tumeshindwa kupata amri, kwa tuliendelea tu kufuata amri. Okay, vizuri sana. Vizuri sana kuishi kwa kufuata sheria na taratibu. Ni kweli mkuu. Sasa natambua mnajua kilichonitokea mimi na mke wangu. Nilipoamua kuingia kwenye siasa nilitaka kujisafisha na watu wasione doa lolote kwenye majukumu yangu, si ndio? Ndio Mheshimiwa Rais. Sasa kuna mjinga mmoja ameniteka. Nataka huyo mpuzi atafutwe ni wapi alipo na ikiwezekana akamatwe. Nahitaji nikutane naye uso kwa uso. Sawa Mheshimiwa. Je, tunaweza kupata picha yake? Yeye ni kama mimi tu. Yaani mimi unavyoniona ndo yeye yuko hivyo hivyo. Kama wewe kivipi Mheshimiwa, tujakuelewa? Yaani anafanana na mimi kabisa. Ina maana ana sura ya bandia kama ya kwako Mheshimiwa, au sijakuelewa vizuri hapo? Wewe bwana, usichoelewa ni nini? Yeye anadai kwamba mimi ni pacha wake. Ni pacha wangu ambaye anaonekana ananijua vizuri na ana mambo mengi sana, na pia anaonekana anafanya kazi na mtu nyuma yake kama mastermind. Hivyo hakikisheni mnawasaka wote, na mkiwapata nipeni taarifa. Ufanyaji wetu wa kazi ni wasiri kama kawaida. Nadhani unanielewa. Ndiyo Mheshimiwa. Kazi inakwenda kuanza leo hii. Nitakupa taarifa kamili juu ya operation hiyo baada ya siku hizi 2. Safi kabisa. Najua huwezi kuniangusha kwenye hilo. Naam. Rais alimenya kitufe cha kukata simu hiyo huku akitazamana na Ruben ambaye ni mtu anayejua mambo yake mengi tu ya siri kuliko binadamu yoyote anayemjua rais. Bana, mambo yanazidi kupamba moto. Taratibu tunaanza kumfahamu rais kwa undani sasa. Kumbe rais mpaka na kikosi chake mwenyewe anaita kikosi cha kazi. Lo, itakuwaje pale kikosi cha siri ambacho cha rais amekituma kufahamu ya kuwa huyo pacha wake ni nani na aliyekuwa mastermind ndio huyo pacha wake ni nani? Sasa siku Mheshimiwa Rais anakuja kujua kwamba mastermind ndio pacha wake ni Bad Lady. Itakuwaje kwa Bobby ikiwa Bad Lady ndo mkewe na ana mimba kabisa ya Bobby? Lo, bwana, tuendelee msikilizaji, tutajua tu nini kitakachoendelea. Lakini Mheshimiwa Rais, hili swala si umweleze tu mkuu wa Scorpion ili iwe rahisi kwa yeye kuweza kutusaidia kuliko tukatumia hizi njia za vikosi kazi vya siri.
Naam, Ruben alizungumza hivyo akimshauri rais huku akiwa anamtazama. Rais akasema, nisikilize Ruben, hili ni swala langu mimi binafsi na Scorpion hawapasi kujua chochote kile, na mbaya zaidi, mimi hawa watu nilishawakataa wa Scorpion toka mara ya kwanza, kwa hiyo siwezi mimi kuwashirikisha vitu vyangu. Sema tu imetokea kama bahati mbaya tu kwa mimi kujiunga nao, lakini sikuwa na namna. Ila ukweli naamini unajua, sipendi kuripoti kwa mtu, ila kwa sasa acha tuangalie tunaendana nao kwa namna gani, ila kikubwa ni kuhakikisha tunakuwa tuko makini, kwa maana wanaweza kunigeuka wa Scorpion. Wanaweza wakakitaka hiki kiti changu cha urais, na mimi siko tayari kuachia huu urais. Wewe mwenyewe Ruben unajua urais ulivyokuwa una utamu. Unaelewa namna ambavyo ukiwa rais mambo yanakwenda safi kabisa. Sawa mkuu, nimekuelewa. Na waambie Bobby na Roy wasijihusishe nao hao watu. Sawa, nitaongea nao pia, haina shida. Ruben alizungumza huku akimtazama rais usoni mwake. Ni dhahiri shairi Ruben hakupenda haya maamuzi ya mheshimiwa rais, hakuyapenda hata kidogo. Naam, upande wa pili msikilizaji, taratibu Bobby alionekana kuishusha helikopta hiyo kwenye shamba lenye miti mingi, ambapo ndipo eneo walipoichukua hiyo helikopta akiwa na yule dogo Spana. Akaizima helikopta huku akiwa anashusha pumzi. Kila mtu uso wake ulikuwa umejaa furaha kwa kile walichokuwa wamekifanikisha. Walishuka ndani ya helikopta hiyo wote wakiwa wako wanne. Roy akasema, kudadeki, waya huu mzigo ni mwingi sana mazee. Sasa tunafanyaje kaka? Roy alizungumza huku akimtazama Bobby usoni mwake. Bobby akasema, tukiacha hapa haitopata ulinzi mzuri. Lakini bro, tuiweke kwako bro mpaka pale hali itakapoweza kutulia au? Sasa hapa inabidi tukaongeze gari nyingine. Gari zingine 2. Hii moja naamini haitoweza kubeba huu mzigo. Kwani kaka, shemeji yule kule nyumbani umemwacha nafanya nini? Yupo tu anauguza tumbo lake lile. Basi kaka sikia, mimi Spana pamoja na mpenzi wangu Nancy twende na mzigo mdogo, na kisha baada ya hapo tutarudi na gari nyingine. Ni wazo zuri tu, haina shida Roy. Kweli bwana, wakakubaliana, wakapakia pale vipande kadhaa vya dhahabu katika gari, na kisha waliondoka eneo hilo na kumwacha Bobby yeye akiwa anaimarisha ulinzi wa eneo hilo. Vipi kuhusu mfanyakazi wangu Roy? Sikia, ngoja kwa tufikishe mzigo nyumbani. Roy alizungumza huku akiwa anaendelea kuliendesha gari hilo kwa mwendo wa kasi mno. Kaka, hivi mnajua na sisi pia tulivamiwa kama nyinyi mlivyovamiwa? We Spana kweli? Roy alishangaa. Spana akasema, ndio, ila bro Bobby pale aliweza kuwahimili wale washikaji, aliwasambaratisha wakakimbia na baadhi wakauliwa. Hivyo nyumbani kwa sasa kuna ulinzi wa makomando kutoka shirika la X pamoja na askari wako pale. Asa tukienda na huu mzigo si watauona jamani au? Hawawezi kuona bwana. Roy alijibu hivyo huku akipunguza mwendo wa taratibu kwenye mataa yaliyokuwa yanawafanya wapunguze mwendo. Alisimama nyuma ya gari moja, na baada ya taa kuruhusu wakaendelea na hiyo safari mpaka wakafika nyumbani kwa Bobby. Hey, ni sisi jamani. Spana aliwaambia walinzi aliokuwa wamewakuta getini, na geti likafunguliwa. Roy na Nancy wakashuka ndani ya gari wakiongozana na Spana. Askari polisi mmoja alimpigia saluti Nancy kwa maana anamfahamu. Mkuu, pole sana kwa kilichokutokea. Tunashukuru aise. Timu nyingine ya askari iko nyumbani kwako kule madam. Binti yangu wa kazi je?
alikutwa ndani ya store amejibanza sehemu, hivyo yuko makao makuu ya polisi. Hicho ndicho kilichokuwa kinanipa wasiwasi. Okay, sawa. Nawashukuru sana vijana. Vipi, nimpe taarifa mkuu? Hapana, nitampiga mimi mwenyewe baadaye. Wakati Nancy anayeongea hayo, mlango ukafunguliwa na Nancy akatoka, akakumbatiana pale na Bad Lady. Wakafurahi na kisha wakakumbatiana Bad Lady pamoja na Roy. Jamani, Bobby wangu yuko wapi? Mbona mmekuja wenyewe? Bad Lady aliuliza hilo swali na Roy akasema, shemeji, kuna mahali tumemwacha jamaa, lakini tunakwenda kumchukua. Kwa sasa nahitaji nifungulie kwa ndani ya geti la eneo la kuegesha magari. Roy alizungumza hivyo na Nancy akarudi ndani, wakafungua pale eneo la garage, akaingiza gari hilo na akafunga pale geti, huku wote wakiwa wameshaingia. Bad Lady akasema, Mungu wangu. Bad Lady alizungumza huku akiwa amejawa na mshangao, akitazama vipande vya dhahabu vilivyokuwa vimepangwa nyuma ya gari hiyo. Roy akasema, hii ni robo tu ya mzigo uliopo, inabidi tukachukue mzigo mwingine tulipomwacha Bobby. Roy alizungumza hivyo huku akianza kushusha vipande hivyo vya dhahabu na kuviweka kwenye toroli iliyomo ndani ya gereji. Toroli ilijaa, akaisukuma mpaka kwenye ofisi wanaofanyaga kazi. Wakavipanga vipande hivyo kwenye kabati kubwa la chuma, wakasaidiana pale kuushusha mzigo wote mpaka ukaisha ndani ya gari. Sasa mimi na Spana tutarudi kule kwa Bobby. Nancy, utakaa hapa. Lakini gari si zinahitajika 3? Hapana. Tukirudi na Prado hiyo pamoja na V8 zinaweza tukamaliza ule mzigo. Tutalaza siti za nyuma. Na okay, sawa. Dogo Spana, chukua funguo, utaendesha gari tulokuwa tumekuja nalo. Mimi nitaendesha hiyo Prado. Spana akajibu, lakini muda huo walikuwa wamejawa na tabasamu pana sana usoni kwenye nyuso zao. Roy na Spana wakaondoka na kuanza safari walipokuwa wamemwacha Bobby. Msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona Sebastian Don Bosco almaarufu kwa jina la The Evil Game. Akawa anasema, vipi sasa? Alizungumza huku akiwa na mtazama msaidizi wake. Msaidizi akasema, mkuu, wanajeshi tulowatuma, huu ndo ujumbe wa mwisho walioweza kunitumia. Msaidizi wa The Evil Game aliweka pale audio aliyokuwa ametumiwa na kiongozi wa kikosi cha wanajeshi waliokuwa wamewatuma. Sauti ilisikika ikisema, mkuu, tumezingirwa na kundi la wanajeshi wa nchi ya Zambia. Tunapambana nao na tunaelekea kushindwa mkuu. Sauti hiyo ilimfanya bwana Sebastian kwanza shushe pumzi taratibu, huku akishika mashavu yake kwa viganja vyake vyote viwili. Nataka kujua hii audio imetumwa muda gani? Kama nusu saa hivi iliyopita mkuu. Umewaambia warudi nyuma? Mheshimiwa, wamezungukwa, hawana pa kutokea na wameshambuliwa, na nimejaribu kuwatafuta dakika ya mwisho, sijapata mawasiliano nao. Nimeenda kwenye control room na wameniambia kwamba hawapatikani kwenye rada. Kwa hiyo maana yake ni nini sasa? Mheshimiwa, wameshauawa wote au watakuwa wameshakamatwa. Mkuu, hii vita sioni dalili ya sisi kuweza kuishinda. Timu tulionayo ni hii inayotulinda hapa. Je, mkuu, uko tayari haya mapambano yaletwe hapa? Hebu nisikilize bwana. Mwanangu Maria ndo mtu wa umuhimu kwa sasa hivi. Kwa sasa mkuu, tunafanyaje? Sijui. Nipeni kwanza muda nijifikirie kwenye hili. Sawa mkuu. Hapo msaidizi wake alitoka kwenye ofisi ya Sebastian, alichukua simu yake na kuitazama kwa sekunde kadhaa na kisha aliitafuta namba 1. Aliitazama kwa muda na kisha akaipiga. Simu kweli ilianza kuita, ikapokelewa. Ni mimi naongea. Ni muda mrefu sana tujawasiliana. Ni kweli kabisa, naona vita umeamua kuifanya kuwa kubwa.
Unamaanisha nini? Umeisambaratisha maabara yangu kwa kutumia vijana wako. Nimemteka kijana wako mmoja na mpenzi wake, ukaamua kumteka mwanangu, si ndio? Hapo rais akasimama, akatembea hadi pembezoni mwa dirisha lake, akatazama nje ya mandhari ya ikulu na kisha akasema, mimi sikujua kuwa wewe ndo Evil Game. Asa kwa nini uliamua kuweza kufanya ulioyafanya? Nisikilize bwana. Ni mimi au wewe? Wewe ndo umeingia kwenye biashara yangu bwana. Biashara ya vifo vya binadamu? Biashara ya kuua watu kwa maradhi? Nisikilize bwana Msulwa. Najua unajua hii biashara inapokwenda. Ni watu wangapi uliwaua kwa ajili ya kuweza kuingia kwenye njia yako? Au unasahau ya kwamba tulishawahi kuwa marafiki? Tulikuwa, hilo nalijua. Ila usaliti wako ukatusambaratisha. Naelewa. Pole, nilisikia ulitekwa bwana. Ungekuwa umehusika, nisingeipokea simu yako. Na nina imani ya kuwa sasa hivi ungekuwa ni marehemu. Nisikilize bwana Msulwa, nahitaji msaada wako. Ndio nakusikiliza. Kijana wako nimekubali kuachana nao. Safari mimi nimeshindwa, ila binti yangu Maria ndo naye mhitaji aachiliwe, kwa maana kijana wako amemkamata binti yangu. Sasa hebu acha kwanza niangalie nini nitakifanya na kutegemea mheshimiwa. Ila nisikilize bwana Evil Game, unatambua hii ni biashara jinsi inavyokwenda. Hakuna kitu cha bure. Hivyo ofa yoyote itakayokuja mezani uwe tayari kuipokea. Msulwa, unazungumzia mambo ya ofa? Vijana wako wamechukua tani ya dhahabu yangu. Naamini hiyo inatosha kabisa. Tani ya dhahabu? Naam. Hapo Rais Msulwa aliuliza huku akimtazama Ruben aliyekuwa anaingia ofisini kwake hapo. The Evil Game akasema ndio, tani ya dhahabu wamechukua kwenye boti iliyokuwa inawasafirisha. Hebu tafadhali bwana Msulwa, naomba unisaidie kwenye hilo. Najua unajua tunafanya kila kitu kwa ajili ya familia zetu. Sasa familia ndo kila kitu na wao wamemteka binti yangu. Okay. Sawa. Nitakusaidia hilo. Nashukuru mheshimiwa. Naam. Hapo rais akakata simu. Ruben, ndio mheshimiwa rais. Unamkumbuka Sebastian? Yule jamaa aliyetusaliti kwenye lile dili la Warashia. Namkumbuka. Kumbe ndo huyu Evil Game bwana. Ndo yeye? Ndo yeye. Na amenipigia hapa simu. Anaomba nafasi ya mimi kumsaidia mwanae aliyekuwa amekamatwa ili achiwe huru. Huyu Sebastian mheshimiwa, unajua alitutia hasara ya dola bilioni 2 na alizichukua yeye na kampuni yake. Kama vipi aturudishie sasa? Lakini sasa Sebastian analalamika ya kwamba wakina Roy wamechukua tani ya dhahabu zake. Tani ya dhahabu? Wamezichukua wapi? Kwenye boti aliyokuwa ametekwa Roy na Nancy. Ebu Ruben, fuatilia kwanza hilo. Mheshimiwa, sasa kama itakuwa ni kweli wanayo hiyo dhahabu, inakuwaje? Kiendacho kwa mganga hakirudi. Ingekuwa ni watu wengine tungewapokonya. Kama ni watu wangekuwa tubaki, tungewapoteza. Sawa mheshimiwa. Hapo unapata picha kwa nini Bobby alikwenda na helikopta. Kumbe kuna mzigo mkubwa kiasi hicho walikuwa wanakwenda kukichukua. Ndio maana yake. Tuwakaushie tu na wala hata usiwaulize. Bado tuna kazi kubwa sana na wale vijana. Tunawahitaji kwenye timu yetu. Okay. Sawa mheshimiwa. Nimeshaiandaa list ya walinzi wapya watakao kulinda. Nimepitia sifa zao na majukumu walioyafanya huko nyuma.
nimepitia kwenye chuo cha X mafunzo waliopewa na nimeona ni watu sahihi sana kwa hiyo kuweza kukulinda Mheshimiwa Rais. Ruben, basi kesho nitakwenda kuwatembelea chuoni. Andaa msafara na makomando. Sawa. Hapo Ruben akamkabidhi rais faili lenye majina, picha pamoja na sifa zao walinzi 120 wenye mafunzo maalum ya kumlinda rais, na akaanza pale kupitia jina moja baada ya jina jingine. Naam. Upande wa pili, Bobby alionekana akitazama gari mbili zilizokuwa zimesimama eneo alipokuwa yeye. Alishuka Roy, akashuka na yule dogo Spana. Bobby akauliza, Nancy yuko wapi? Tumemwacha home. Okay, sawa. Mzigo uliobakia naamini utatosha kwenye hizo gari mbili. Ya, ndio maana sikuona sababu ya kuja na Nancy. Wakalaza pale siti zote za nyuma za gari hizo mbili, wakaanza kupanga vipande hivyo vya dhahabu. Gari ya kwanza ilijaa, wakahamia katika gari ya pili nayo pia ikajaa, na vikabaki vipande 200. Roy akasema, hatuwezi kwenda na kurudi hivi vinaweza vikakaa siti ya mbele kwenye hiyo V8. Roy alizungumza na wakakubaliana na wazo hilo, wakivipanga vizuri na vikatosha kabisa. Bobby akasaidiana na Roy, wakafunika helikopta hiyo, na kisha Roy akapanda kwenye V8 huku Bobby na Spana wakipanda kwenye Toyota Prado. Wakaondoka eneo hilo kwa mwendo wa taratibu, huku wakifika kwenye barabara ya lami na mwendo wa gari hizo ulianza kuongezeka. Dogo, ufanye uoe sasa ukishapata gawio lako. Kaka bwana, mimi kuoa bado sana. Kwa mazingira hizi kazi hizi labda nipate tu mtu wa ndani ya kazi. Hiyo kazi ambazo nazifanya labda. Okay, sawa, tuliza akili dogo, ufanye maendeleo yako binafsi. Maisha ndo haya na nafasi ndo kama hii. Bateji mara mbili. Sawa kaka, nashukuru sana kwa kuwa na nyinyi. Usijali dogo. Bobby alizungumza huku akiwa wanaendelea kumfuata Roy kwa nyuma kwa mwendo wa kawaida kabisa, kwani gari zote zilikuwa zimejaa mzigo wa vipande vya dhahabu. Msikilizaji, upande wa pili tunapata kuisikia sauti ya Monica akimuuliza Ryan huku wakipata chakula cha usiku pamoja. Monica alisema, Ryan, uniambia rais ameshaungwa na Scorpion, yani amejiunga na Scorpion? Ya, ndio. Tumeshamjua ni mtu wa namna gani yule rais? Unahisi ni vizuri kuendelea kumwacha endelee tu kuhujumu uchumi wa nchi ya Tanzania? Okay, sasa tunamtoa yeye. Nani ambaye anaweza kwenda kusimama kwenye nafasi ya urais? Mbona hapo viongozi wazalendo? Wazalendo mlikuwa ni wewe pamoja na Max, wengine wote ni wapiga pesa tu. Wapo kwa ajili ya matumbo yao na maisha yao. Kama huyu rais wa sasa hivi amepoteza kabisa watumishi wengi waliokuwa wanamlinda kwa ujinga wake. Mwisho wa siku amerudi madarakani na nikatarajia kwamba ataonesha hata kuguswa kwa wale waliokufa, ila naona kabisa na puyanga tu. Ryan, watu wengi wanahisi kwamba urais ni cheo cha kujinufaisha, yani kujinufaisha tu pasipo kujua ni cheo kinachohitaji kujitoa kisawasawa. Kwani akitoka huyu, kwani wewe usirudi ukagombania nafasi ya urais? Ryan, urais? Ndiyo Monica. Unaweza, kwa miaka uliosimama kwenye nafasi ya makamu wa rais, ulijitahidi sana, tena kwa kiwango kikubwa mno. Sasa hivi nchi inakuhitaji wewe. Monica, mke wangu, gombania urais na imani utapata, tena kwa asilimia kubwa mno. Monica alishusha pumzi taratibu huku akimtazama Ryan, ambaye ushawishi wake wa kumtaka kuwa rais ni kitu ambacho hakija kuwepo kabisa kwenye akili yake, na hajatarajia kabisa kuwa kiongozi tena, kwa sababu alikuwa anahitaji kuishi kama mke na mama wa familia. Ebara, mambo yanazidi kupamba moto. Ryan anaonekana kumshawishi Monica agombanie nafasi ya urais pale ambapo rais wa sasa atakaposhinikizwa kutoka madarakani. Je, Monica atakubaliana na wazo la mpenzi wake huyo Ryan? Ebara, mzigo unaendelea. Ngoja tuendelee tuone nini hasa kitakachoweza kuendelea.
Hebu acha bwana, tuwaachie waliomo ndani ya nchi watakaoweza kupambania nafasi hiyo. Kwa sasa mimi sijioni kwenye hiyo nafasi Ryan. Nilihitaji kupumzika na hivyo inabidi niendelee kupumzika mme wangu. Urais ni uzuri sana kwa wale wenye maslahi yao binafsi. Ila kazi hiyo ni kazi ya kitumwa mno. Kazi inayokuhitaji ujue kila jambo linaloendelea ndani ya nchi. Hayo mambo mimi bwana nilishatoka huko. Nahitaji kuendelea na maisha yangu binafsi na kusimamia kampuni za mzee Max ambazo alikuwa ameshanikabidhi. Yote ni sawa. Lilikuwa ni wazo langu tu hilo mke wangu. Naelewa Ryan. Mbona wewe unaweza kugombea urais? Mimi? Hapana bwana. Hapana wapi? Ikiwa baba yako Ghost alishawahi kuwa rais. Mimi nimeshazoea heka. Mambo ya kuwa rais sio mambo yangu kabisa ise. Mimi nahisi nitawatia tu makofi mawaziri wazembe. Uongozi ni hekima mme wangu. Ila ukiwa ni mtu wa hasira, kila mtu kwako atakuwa ni mbaya. Ni kweli ise. Naam, waliendelea kuzungumza mambo mengi ili kuiondoa huzuni iliyokuwa kati yao kuhusiana na kifo cha mzee Maxi. Naam, msikilizaji, upande huu wa pili tunapata kumwona Bobby. Bobby alitazama dhahabu waliokuwa wameipanga kwenye kabati kubwa la chuma. Nancy akasema, aise, nye, huu mzigo tukiuuza tutakuwa ni matajiri. Nancy alizungumza hivyo huku watu wote wakiwa wamesimama mbele ya kabati hilo wakitazama mzigo huo wa dhahabu. Roy akasema, jamani sikilizeni. Hili swala litabaki kati yetu sisi watano tu. Sidhani kama kuna mtu mwingine atakuwa anafahamu juu ya upotevu wa hizi dhahabu. Kwa hili dili ni la kwetu sisi tu. Asiingizwe mtu mwingine. Roy, Naima anajua kuhusiana na hizi dhahabu. Naima anajua? Sasa Naima amejuaje? Nilimwonyesha picha uliyoweza kunitumia. Na ndo kitu kilichomfanya kuachana na kazi ya kuendelea kutusaidia kuwasaka nyinyi, kwa sababu alihisi ya kwamba tumeendekeza kupata dhahabu kuliko kufikiria kujiokoa. Jamani, kwani Naima ndo nani? Mbona kama mmeniacha kwenye mazungumzo? Naima ni dada mmoja hivi ambaye tulishirikiana naye kwenye operation ya kumwokoa Mheshimiwa Rais. Naima ni mtaalamu wa masuala ya IT, mambo ya kompyuta, na pia anafanya kazi na Madam Nadia. Okay. Sawa. Hapo nimekuelewa. Lakini mimi inabidi nikaripoti makao makuu, na pia binti yangu wa kazi yupo huko. Hivyo mimi inanipasa niende. Nancy, hebu acha tuongozane bebi wangu. Kwa sasa unajua sio wakati wa kuweza kutembea peke yako, kwa sababu adui hatujajua bado ana mipango gani. Alafu mbaya zaidi tumechukua mzigo wake wa mali. Hivyo inaweza ikawa ni changamoto nyingine kubwa sana. Kwa ni bora nikusindikize tukaenda pamoja. Jamani, inabidi sasa muoge na mbadili nguo jamani. Naam, ilikuwa ni sauti ya mwanadada Bad Lady. Alizungumza na wakakubaliana na hilo wazo. Wakatoka ndani ya hiko chumba, lakini hapo walikuwa wameongozana na Bad Lady ambaye anakwenda kuwaandalia nguo za kuvaa, kwa sababu mwili wake ulikuwa unaendana na mwili wa Nancy. Wakamaliza pale kujiandaa, wakaondoka nyumbani kwa Bobby na kuelekea kwenye makao makuu ya polisi. Msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona mlinzi wa Nadia. Alizungumza kwa kusema, mkuu, kuna ugeni. Mlinzi huyu wa Nadia alizungumza huku akimtazama Nadia. Nadia aliyekuwa amekaa kwenye sofa akitazama TV sebuleni kwake. Nadia akasema, ugeni? Mbona mimi sina taarifa na huo ugeni? Ni nani? Ni Mheshimiwa Rais amekuja na walinzi wake. Nadia aliposikia kwamba ni Mheshimiwa Rais, alikaa kimya kwa sekunde kadhaa huku akionekana kama anatafakari jambo, na kisha akasema, ruhusu wafunguliwe.
Mlinzi wake akawasiliana na walinzi waliopo getini na geti taratibu likafunguliwa. Nadia alisimama, alitoka nje na kuzitazama gari 3 aina ya Range Rover Sport New Model. Zote zilikuwa zinafanana na zote zilikuwa zina rangi nyeusi. Walinzi wa rais walishuka ndani ya magari wakiongozana na Ruben. Nadia akasema, "Mheshimiwa, karibu sana." Nadia alizungumza huku akishuka kwenye ngazi za kibarazani kwake kwa nje. Mheshimiwa Rais akasema, "Nashukuru sana." Pole bwana, nimekuja bila taarifa." "Hapana, wala hata usijali mheshimiwa, karibu." "Nashukuru sana." "Karibuni ndani." Nadia alizungumza hivyo huku akiuachia mkono wa Mheshimiwa Rais ambaye alikuwa anatazama mazingira ya eneo hilo, huku walinzi wote wanaolinda nyumba hiyo ya kifahari wakiwa ni wanawake watupu. "Nashukuru sana Nadia. Kiukweli una makazi mazuri sana." "Asante mheshimiwa." Rais pamoja na Ruben waliingia sebleni huku walinzi wengine wakibaki kwa nje. "Karibuni mkae." Asante sana." "Niwapatie vinywaji gani?" Sisi tupo vizuri kabisa, wala hata usijali kuhusu vinywaji." "Jamani, sio jambo zuri kuja kwa kama wageni alafu mkaondoka pasipo kutia baraka nyumbani kwangu. Sio jambo zuri." "Madam, mimi naomba maji." Ruben alizungumza hivyo kwa kuomba maji, na ndipo Nadia akamwambia, "Unahitaji ya moto ama ya baridi?" "Nisaidie ya moto." "Mheshimiwa, na wewe unatumia kinywaji gani?" "Na mimi nipatie maji moto." "Sawa." Msikilizaji, Nadia aliondoka sebuleni hapo na kuelekea jikoni. "Mheshimiwa, umeona hili jumba? Hili jumba la maana kabisa hili mheshimiwa." Ruben alizungumza huku akitazama vitu vya gharama vilivyokuwa vimepangwa sebuleni hapo na kuifanya sebule hiyo kupendeza na kuwa yenye kuvutia. Yaani kweli hii nyumba ni kubwa kweli kweli. Muda huo wanazungumza, Nadia alionekana kurudi akiwa ameshika chupa 2 za maji. Akamkabidhi kila mmoja chupa yake na kisha akawaambia, "Karibuni." "Tunashukuru sana." "Ndio, nawasikiliza." Sasa Nadia, hili jambo nilipenda sana tuliongelee nje ya ikulu, na ndio maana leo nimekuja bila taarifa nyumbani kwako. Japo ulinzi wangu umeimarishwa maradufu kutokana na kile kilichokuwa kimetokea." "Ni kweli, japo naona umekuja na timu ya walinzi wachache." "Ni kweli kabisa. Lengo lililonileta hapa kwako ni kuhusiana na Maria." "Maria ndo nani?" "Ni binti wa jamaa anayeitwa The Evil Game." Hapo msikilizaji, Mheshimiwa Rais alizungumza na kumfanya Nadia kukunja 4 miguu yake taratibu huku akimtazama rais kwa kumchunguza. "Kwa hiyo bwana, iko hivi. Evil Game kumbe anajiita Sebastian Don Bosco. Ni mmoja wa wafanyabiashara waliokuwa ni marafiki zangu hapo awali kabla hatukutofautiana kwenye mambo ya kibiashara." Na kusikiliza mheshimiwa." Sasa yule Evil Game amenipigia simu na ameniomba ombi kama rafiki au kama baba ambaye siku zote huwa tunaamini kwenye swala zima la familia zetu. Tuhakikishe ya kwamba familia zinakuwa njema. Kwa hiyo Evil Game ameniomba ikiwezekana binti yake Maria tumwachie huru tu." "Tumwachie huru?" Ndio. "Alafu tukishamwachia huru?" Kwa sababu vijana wetu wako salama. Ni vema tukamrudisha tu mtoto wake."
Mimi nilijua ya kwamba kutekwa kwako wewe Mheshimiwa Rais kutakuwa kumekufunza jambo, lakini naona kama vile akili yako bado haijapata somo. Mke wako alikuwa analia kuondoka kule Peru pasipo ya mtoto wenu, unakumbuka? Wakati tumekuja kuwakomboa kule Peru, mwanamke wako alikuwa analia kwa sababu mtoto wenu hakuonekana ni wapi alipo. Ila tulipomhakikishia ya kwamba tutamrudisha mtoto wake, akaamua kukubaliana na wazo letu la kuondoka kule Peru kurudi Tanzania, si ndio? Hebu nisikilize Mheshimiwa Rais. Upo katikati ya vita ambayo ni mbaya kuliko vile unavyofikiria. Vita ya kiuchumi inaua maelfu ya raia wasiokuwa na hatia. Alafu wewe hapa unakuja kuleta urafiki kwenye mambo ambayo kesho na kesho kutwa yanaliingiza hili taifa kwenye matatizo makubwa mno. Endapo tungeliacha hili swala la wewe kutekwa, sidhani kama hadi sasa hivi vyombo vyako vya ulinzi na usalama vingekuwa vimekupata. Na hata kama vingekupata, visingekupata wewe, bali wangempata pacha wako ambaye alikuwa na mpango wa kuja kuwa rais. Hivi unajua ni kwa nini walikutenganisha wewe na mtoto wako? Ndio najua. Sababu ni nini? Walitaka kumtumia mtoto wangu kama udhaifu kwangu. Vizuri sana. Labda tu nikwambie kitu kimoja Mheshimiwa Rais. Hakuna mzazi anayependa kuona mtoto wake anaingia kwenye matatizo. Ila kama mzazi huyo anafanya mabaya kwa wengine, ni lazima matatizo yataikumba familia yake. Corona imeua watu wangapi duniani? Mamilioni ya watu. Unahisi aliyeitengeneza hiyo corona ambaye ni huyo Evil Game kwa sasa na utajiri wa pesa kiasi gani? Unakaa kimya? Kwa unataka kuniambia kwamba wakati anaitengeneza hii corona, hivi alifikiria kwamba kuna wazazi wa watu watakufa kwenye ugonjwa huo aliouunda? Unadhani alifikiria? Yeye alichokifikiria ni kutengeneza pesa na kuziingiza ajenda za kipuuzi kabisa, zikaja kufanya kazi kwa kipindi ambacho dunia nzima ilikuwa kwenye lockdown. Hivi alithubutu vipi kutuma timu ya wanajeshi kufanya operation nyumbani kwa vijana waliohusika na kukuokoa wewe? Huyo the Evil Game alituma watu nyumbani kwa vijana wetu ambao ndio vijana wetu walijitoa maisha yao kwa ajili ya kuja kukukomboa wewe. Leo hii unataka mtu huyo the Evil Game aachiwe tu huru, yani awe salama tu. It means ni kwamba huyo mtu unampa chance nyingine akakusanya nguvu aje tuchambulie tena, si ndio? Utakapoendesha mawazo kwa wigo mdogo wa kufikiria na kuzingiza hisia zisizokuwa na maana, huu rais utakushinda. Hii nchi hadi kuiona imefikia hapa ilipofika, imejengwa kwenye misingi imara na viongozi waliotangulia. Na ndio maana hata nyinyi huku juu mkipiga branda tu, nchi bado haiyumbi. Ni kwa sababu watu waliitengenezea katika misingi iliyokuwa imara. Wewe rais ulitekwa, ukakaa nje ya nchi kwa zaidi ya siku ya 5 mpaka 7, sijui 6 sijui. Lakini uliporudi ulikuta mambo yamekwenda kama kawaida. Sio eti kwa sababu ni rais, bali ni taasisi iliyopo ndani ya nchi hii. Kwa hata wewe usipokuwepo, still bado nchi itaendelea kuendeshwa vizuri kabisa. Kwa hiyo nchi haiendeshwi na mtu. Ndio maana hata wewe ulipokuwa haupo, bado nchi iliendelea kusimama imara.
Na Light kama ingekuwa ndo mtu, yani hii nchi anaiendesha mtu, pale pale ulipotekwa na kupotea takribani wiki moja, basi ungekuta hii nchi ya Tanzania imeshaporomoka kwenye kila kitu. Ila eneo moja ambalo umelishusha kutokana na kutokuwa makini kwako kwenye uongozi ni swala zima la uwekezaji. Hakuna mwekezaji mwenye akili akaja kuwekeza sehemu ambayo rais tu wa nchi anatekwa. Haya, vipi yeye mwekezaji? Yaani ukishaona mpaka rais wa nchi anatekwa, hiyo nchi haina usalama. Kwa sababu tunaamini kwenye nchi mtu pekee anayelindwa zaidi ni rais. Sasa kama rais anatekwa, vipi raia? Usinichoshe nisikuchoshe. Jibu langu ni moja tu. Mwambie huyo the evil game rafiki yako ni kwamba mtoto wake haachiwi huru. Na kama anamhitaji mtoto wake, atakutana na mimi. Alafu mfikishie ujumbe ya kwamba popote atakapokimbilia hatakuwa salama, kwa sababu hata hapo alipo hayupo salama pia. Vipi, naona unashusha tu pumzi, kuna jingine? Lingine hapana. Hakuna lingine. Naam, Mheshimiwa Rais alijibu huku uso wake ukionyesha dhahiri kutokupendezwa na majibu aliyopewa na Nadia. Basi sisi ngoja twende basi. Karibuni sana. Nadia alijibu huku wakisimama. Walipeana mikono na aliwasindikiza hadi nje. Mheshimiwa Rais alifunguliwa mlango na mlinzi wake na wakaingia ndani ya magari na wakaondoka eneo hilo la Nadia. Hivi Ruben, yule mwanamke yeye anajiona nani? Anajiona nani yeye? Hajui kama mimi ni Mheshimiwa Rais, alafu anaongea kauli zake kama zile mbele yangu. Yule mwanamke vipi bwana? Rais alifoka huku akipiga kofi siti aliyokuwa ameikalia. Ruben akasema, Mheshimiwa, huna haja kupigiza kelele ukajumiza. So kupiga kelele bwana. Kwamba yeye hajui mimi ni rais wa hii nchi, hajui. Hapo ananiongelesha mimi kama mtoto mdogo, manake nini? Yaani yeye ananichukuliaje mimi? Hajui kama mimi ni rais. Anaongea fyo kwamba yeye ndo anajua sana kuliko mimi. Au nimefanya makosa kujiunga na iko chama chake cha Scorpion? Sasa hii Scorpion yao siitaki, nasema. Sitaki kuiona ndani ya nchi yangu ya Tanzania. Sitaki kusikia Scorpion wala Scorpiana. Sitaki. Chenzi kabisa yule binti. Yeye ananijibu mimi, yani ananijibu mimi. Mpumbavu yule. Kwa anajibu mimi kama mke wake. Ye shenzi nini? Hivi Ruben, unanielewa kweli? Mheshimiwa nini sasa na wewe? Unataka kunishauri nini? Wakati wewe ndio mshauri wangu. Unataka kusema nini? Mheshimiwa, unajua ukiondoa hasira, huyu mwanamke Nadia bado tunamhitaji. Tunamhitaji wa nini tena? Yaani tunamhitaji kwenye nini? Yaani yule Nadia anavyoniona mimi ni kama vile sina uwezo wowote ule wa kuongea kwenye hii nchi. Yaani kama sasa yeye ndo mkubwa kuliko mimi. Yaani wewe kwenye nchi nani mkubwa? Si ndo mimi rais, mimi si ndo mkubwa? Sasa anaongea vitu vya kijinga mbele yangu yule. Yaani Mheshimiwa, so hivyo nini sasa? So hivyo nini? Alafu wewe Ruben, mbona sikuelewi na wewe? Au na wewe ushanikataa? Hauko timu yangu, si ndio? Hapana Mheshimiwa, nachotaka kusema ni kwamba inabidi twende na huyu Nadia taratibu. Kumbuka huyu the evil game unayemtetea hapa. The evil game alitusaliti
na leo anakuja kukuomba msaada mheshimiwa. Kwa mimi nashauri mheshimiwa, hili swala tuachane nalo tu, tusijihusishe nalo. The evil game huyu atakuja atatugombanisha na watu wetu wa karibu mheshimiwa. Naam, hapo Mheshimiwa Rais alikaa kimya, huku akilini mwake akiwa anawaza na kujutia kufanya makosa ya kuingia mkataba na Scorpion. Naam, msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona Naima akizungumza. Uso wake unaonyesha kutokufurahia mazungumzo yenu kabisa nilivyomwona tu. Naima alizungumza huku akiingia sebuleni hapo akiwa anatokea chumbani kwake. Alikuwa analeta urafiki kwenye vitu ambavyo havihitaji urafiki. Aisee, rais wa Tanzania wa saizi ni mdhaifu sana aisee. Naima sio tu mdhaifu, yule mzee ni anazeeka vibaya. Kwa nini unasema hivyo? Nisikilize Naima. Huyu jamaa ukimwangalia usoni unamwona ni mtu muungwana sana, alafu unamwona ni mtu mwema sana. Ila kwa undani mwake ni mtu mwenye roho mbaya, alafu ni katili mno. Na tusipokuwa macho, hii nchi ataipiga, anaweza akaipiga hata mnada. Na hapo ndipo ninapokumbuka kauli aliyokuwa ameelezwa Ryan. Kauli gani? Alimwambia kwamba huyu mzee huyu hatakiwi kurudi madarakani. Sio yeye tu huyu, hata yule pacha wake hatakiwi hata mmoja wapo arudi madarakani. Kwa nini sasa? Nisikilize Naima. Kuna siri inayoendelea nyuma ya tabasamu, na tutaifahamu hivi karibuni. Ila tujue kwamba huyu mzee hafai kuiongoza hii nchi. Okay, sasa tukisha kuja kufahamu huo ukweli ambao uko nyuma ya pazia, tutafanyaje? Tunamuondoa? Mbona jibu liko very simple. Kwa hiyo nani atarisk urais? Naendelea kufanya mchakato wa kuwatambua wanasiasa wenye uzalendo wa hii nchi, na kisha tutawapa hiyo nafasi ya kugombania huo uchaguzi. Sawa Nadia, kikubwa mambo yaende vizuri. Amekuja na ajenda ya mtoto wa rafiki yake. Je, nini utafanya? Naima, umenikumbusha, ngoja nimtafute. Nadia alizungumza na kisha akaitafuta namba ya Evil Game, akaipiga. Simu ikaita kwa sekunde kadhaa na kisha ilipokelewa. Sebastian Don Bosco. Naongea na nani? Unaongea na mtu aliyemshikilia binti yako. Nimepata message yako kutoka kwa Rais Msulwa, kwa hiyo naamini unajua ulichokizungumza naye. Ndio. Sasa unahitaji nini kutoka kwangu we binti, ili umwachie mwanangu? Nahitaji roho yako. Unasemaje? Nahitaji roho yako kwa sababu roho yako imetumika katika kuleta maafa makubwa hapa duniani. Hivyo ili mwanao aishi, basi nahitaji roho yako ili kuweza kulipa gharama ya maovu yote uliyofanya kwenye hii dunia. Hivi we binti, una akili kweli wewe? Unahisi ya kwamba hilo ni jambo rahisi hivyo kama unavyoongea? Kama sio jambo rahisi, basi litakuwa ni jambo rahisi kwangu. Nakupa lisali moja tu, uweze kufikiria roho yako au binti yako afe na wewe pia utakufa pia. Hivyo ni wewe tu kuchagua kusuka ama kunyoa. Naam, hapo bwana Sebastian Don Bosco alitokwa na macho na simu ikakatwa huku akimtazama msaidizi wake. Simu ya msaidizi wake ikaingia message, akaitoa mfukoni na kusoma ujumbe huo. Ulisomeka: asipotoa jibu la kueleweka ndani ya saa 1 nililompa, muue. Msaidizi wa The Evil Game
Aliusoma ujumbe huo kutoka kwa bosi wake ambaye ni Nadia, na kisha akairudisha simu mfukoni na kumtazama Sebastian Don Bosco jinsi alivyokuwa anatetemeka kwa uoga, huku jasho likimwagika taratibu. Mkuu, tunafanyaje? Msaidizi wake huyo alizungumza kana kwamba hajapokea maagizo yoyote kwenye simu yake. Unasema? Bwana Sebastian Don Bosco alizungumza huku macho yakimtoka, jasho likimwagika. Taarifa ya simu aliyokuwa amekutana nayo ni taarifa iliyokuwa imemshtua kwa kiwango ambacho hakuwahi kabisa kukutana nacho kwenye maisha yake. Msaidizi wake akamwambia, mkuu, vipi? Hebu niache kwanza, naomba nifikirie kwanza. Nipe nafasi ya kuweza kufanya maamuzi. Kwa hiyo mheshimiwa, upo tayari kufa? Nimekuambia nipe nafasi ya kuwaza kwanza. Naam, Bwana Sebastian Don Bosco alizungumza hivyo kwa hasira, huku akiwa anamtazama msaidizi wake. Taratibu msaidizi wake huyo akasimama, akatoka ofisini hapo. Sebastian Don Bosco kwanza alijifikiria kwa dakika kadhaa, akaminya batani ya siri iliyopo chini ya meza yake, na kabati lilikuwa limepangwa vitabu vingi likafunguka katikati kabisa hivi, likajiachia, likaacha nafasi ya mlango. Akachukua pale bastola yake katika drawer ya meza yake, akaichomeka pale kiunoni mwake. Alichukua simu yake ya siri ambayo ina namba ambayo vijana wake na hata msaidizi wake huyo hafahamu. Akaitazama namba iliyokuwa imempigia, na kisha akaiachia simu yake anayoitumia juu ya meza. Akapita katika mlango huo wa siri, akafunga kabati lake na alikarudi kama lilivyokuwa hapo awali. Bwana Sebastian Don Bosco alishuka kwenye ngazi zinazoelekea chini ya ardhi, huku akitumia mwanga wa tochi ya simu yake. Alifika katika korido fupi ambayo mbele yake ina mlango wa chuma. Akaingiza pale namba za siri katika kabati maalum kabisa za kufungulia mlango huo zilizopo pembeni ya huo mlango, na kweli mlango kafunguka. Akatokea eneo ambalo kuna submarini ndogo, nyambizi ya kisasa ambayo hutumiwa na matajiri. Matajiri wengi tu duniani wanaoishi pembezoni mwa bahari wanatumia nyambizi hizi kwa ajili ya kutorokea pale makazi yao yanapokuwa yanavamiwa. Bwana Don Bosco aliingia ndani ya submarini yake hiyo yenye uwezo wa kubeba watu 4 tu, huku mmoja kati ya hao akiwa ni muendesha submarini hiyo. Akaondoka eneo hilo pasipo kumwaga mtu yoyote. Akatokomea baharini na nyambizi hiyo yenye kukimbia kwa spidi kali mno, yenye uwezo kuzama kwa mita 400 kutoka usawa wa bahari. Sasa bana, msaidizi wa Sebastian akarudia kuisoma meseji hiyo kutoka kwa namba yenye maandishi ya code red. Akaitazama saa yake mkononi ambayo ilikuwa inaonyesha ni dakika 32 toka ametoka ofisini kwa bosi wake huyo. Mlinzi mmoja wa Sebastian akafika eneo hili alilokuwa amekaa msaidizi huyu, ambalo ni nje ya ofisi ya Sebastian. Akasema, kuna wageni wamekuja, hivyo mtaarifu bosi. Mlinzi huyu wa Sebastian ambaye ndo mlinzi mkuu akasema, huo ugeni umetokea wapi? Ni mkuu wa jeshi la maji la Afrika Kusini. Amekuja na nani? Amekuja na dereva wake. Okay, sawa, mwambie asubiri, naenda kumpa taarifa bosi. Mlinzi huyo wa kawaida aliyekuwa ameleta taarifa hiyo ya wageni akaondoka. Alimwacha msaidizi wa Bwana Sebastian ambaye taratibu alinyanyuka kutoka kwenye kiti alichokuwa amekikalia. Akaenda kugonga mlango wa ofisi ya bosi wake, ila hakupata jibu lolote. Ilibidi aite, Mkuu. Aliita ila hakuweza kabisa kusikia chochote. Aligonga mara ya pili, ukimya nao ukatawala. Akafungua kitasa cha mlango, akachungulia ofisini hapo na hakumuona Sebastian. Ilibidi mlinzi huyu aingie akiwa na wasiwasi mkubwa mno. Akaanza kuita, Mkuu. Aliita huku akifungua mlango wa chooni, napo pia hapakuwa na mtu yoyote. Akafunga na kuitazama simu ya Sebastian iliyopo juu ya meza. Akajiuliza, mkuu amekwenda wapi? Alizungumza yeye mwenyewe huku akiwa amejawa na mshangao mkubwa mno, kwani toka alipotoka ni kitendo cha yeye kwenda msalani na kurudi hakikumaliza hata dakika 5.
Msaidizi huyu alitoka ndani ofisi hiyo akaelekea sebleni. Ilibidi aulize, jamani, hamjamwona mkuu amepita hapa? Alimuuliza mlinzi aliyekuwa amekutana naye kwenye korido ya kuelekea ofisini kwa bosi wake, na mlinzi huyo hukaa kwenye hiyo korido kuimarisha ulinzi. Akasema, hapana, hapa mbona mkuu hajapita? Msaidizi wa bwana Sebastian akasema sawa. Akatoka pale akasalimiana na mkuu wa jeshi la maji nchini Afrika Kusini. Ilibidi amkaribishe kwa kumwambia, karibu bwana. Yule mkuu wa jeshi la maji nchini Afrika Kusini akasema, nashukuru, nilihitaji kukutana na mkuu wako, yupo? Mkuu kidogo anajisikia vibaya, hivyo unaweza kunipatia maagizo? Nisikilize bwana mdogo, tumepokea mashtaka kutoka nchini Zambia. Wanatushutumu wanajeshi wetu kutoka Afrika Kusini ni kwamba wameua wanajeshi wao wa maji na wengine wamekamatwa. Sasa nataka kujua, je, kuna kikosi chochote kilichotoka kutoka kwenda Zambia? Hapana, hamna. Hawa ni wanajeshi wenu. Hapo mkuu wa jeshi la maji kutoka Afrika Kusini alizungumza huku akimuonesha msaidizi wa Sebastian Don Bosco juu ya wanajeshi 4 waliokuwa wamekamatwa. Sasa mimi sifahamu lolote, labda hadi pale mkuu atakapoweza kulizungumzia. Nisikilize, nimechoka kuwakingia kifua. Hili swala limeingiza nchi kwenye migogoro, hivyo mwambie aandae kiteta kizito kulituliza hili swala, la sivyo mtasambaratishwa na hakuna atakayeweza kuwazuia. Sawa. Kweli mkuu huyo wa majeshi alisimama na kisha akapiga hatua 3 mbele, kisha akageuka na kumtazama huyu msaidizi wa Sebastian Don Bosco. Akaambia, dola milioni 50 zinatosha kuzuia hili swala, ili sije likafika pabaya. Sasa mkuu, najua unajua iko kiasi sio rais kutoka bwana. Mwambie bosi wako swala limefika kwa rais, hivyo sitopoteza kazi yangu kwa kuwakingia nyinyi kifua. Kama anahitaji atoe pesa, kama hahitaji basi kila kitu chake kilichopo hapa Afrika Kusini kitataifishwa, na kama yuko tayari kupoteza viwanda vinavyomuingizia mabilioni ya dola basi ni vizuri. Naam, mkuu huyo wa jeshi la maji alizungumza huku akitabasamu. Akaondoka eneo hilo, aliingia ndani ya gari lake na kisha akaondoka. Wewe, hivi una uhakika bosi hajatoka kweli? Bosi hajatoka. Mimi nimesimama hapa muda wote na nimekuwa nikiingia bafuni na kurudi hapa, ila mkuu sijamuona kabisa akitoka. Naomba uniamini Alex, mkuu hapa hajapita kabisa. Msaidizi wa bwana Don Bosco afahamikaye kwa jina la Alexi alizidi kuchanganyikiwa. Alitembea kwa mwendo wa haraka kwenye hiyo korido, akarudi ofisini kwa Sebastian Don Bosco. Alitazama mazingira ofisi hiyo, alitazama simu ya bosi wake. Akajiuliza, sasa kama bosi hajatoka, kutakuwa kuna mlango wa siri hili eneo ambalo mimi huo mlango siufahamu. Alex alizungumza huku akitazama kuta za ofisi hiyo. Akazisogelea huku akitazama kwa ufanisi wa hali ya juu, kwani anachokitafuta yeye ni mlango wa siri, lakini hakupata kuona mlango wa siri. Kichwa kinabidi kifanye kazi. Aliwaza kimoyomoyo huku akitazama eneo hilo. Akavitazama vitabu vilivyopo kwenye kabati kubwa, jinsi lilivyokuwa limepangika vizuri. Akaanza kuvimwaga chini kutoka kwenye shelf za kabati hilo. Kwa nini sikugundua hili mapema? Alex alizungumza huku akitazama mwanya mwembamba katika ukuta huo uliokuwa umeshikizwa na kabati. Sasa hapa nafungulia wapi? Alex aliendelea kuanza kutafuta namna ya kufungua mlango huo wa siri. Akatazama saa yake ya mkononi, ilikuwa inaonyesha zimesalia dakika 10 kabla kukamilika kwa lisali moja ambalo Sebastian bwana Don Bosco inabidi auawe, na hii oda amepewa na mkubwa wake wa kazi ambaye ni Nadia. Alex akarudi kwenye simu ya mkuu wake, akavuta pale kiti chake cha kuzunguka na kisha akakaa.
kwa ujuzi wake alionao ukamtuma atazame chini ya meza hiyo. Kila alichokuwa nakiwaza kuhusiana na button ya siri kuwepo chini ya meza hiyo ndicho alichokiona. Akaminya hiyo button na kabati hilo likaanza kufunguka katikati na akauona uwazi. Akawasha pale tochi ya simu yake huku akiwa ameshika bastola yake kwamba yuko tayari wa lolote litakaloweza kumtokea mbeleni. Akazitazama ngazi katika barabara nyembamba inayoenda chini. Hapo Alexi akaanza kuzishuka ngazi hizo kwa umakini mkubwa mno. Akatembea hatua chache kwenye korido hiyo iliyokuwa imekunja kona. Akakutana na mlango wa chuma ambao hadi kufunguka kwake unahitaji kuingizwa neno la siri, na hapo ndipo Alex alipoanza kujilaumu. Alex alizungumza huku akitazama huo mlango wa chuma. Akachomoa pale kiunoni simu ya upepo, akawasiliana na walinzi waliopo eneo la ndani, na ndani ya muda mfupi wakafika katika hiyo njia ya siri. Mlinzi mmoja kauliza ya kwamba mkuu ndo ametoroka. Alex akasema, nyinyi mnaonaje kwani? Waambieni watu wa IT wafanye linalowezekana kutupatia neno la siri ili kuweza kufungua mlango wa chuma. Alex alizungumza huku mlinzi mmoja akitoka kwa kukimbia eneo hilo, na baada ya dakika 3 akarudi akiwa ameongozana na kijana aliyekuwa amebeba iPad yake yenye waya wa USB. Akatazama mashine hiyo yenye batani za kuingizia neno la siri. Akatoa pale bisibisi mfukoni mwake, akafungua nati 4 za kibox cha bati chenye button, akauchomeka waya wa USB kwenye USB port aliyokuwa mikuta ndani hapo, na namba nyingi zikaanza kuonekana kwenye kioo cha iPad iliyokuwa imeshika. Haikuchukua dakika 2, namba sahihi za kufungua mlango huo zikaonekana kwenye iPad hiyo. Wakafungua pale huo mlango, wakatokea kwenye eneo ambalo submarine hiyo ilikuwa imepakiwa. Alex alishusha pumzi taratibu huku akitazama mazingira ya maji ya bahari yaliyokuwa yamejengewa ukingo mithiri ya bandarini. Sikilizeni jamani. Nataka kila mtu afanye linalowezekana kujua ni wapi mkuu alipo. Sawa? Sawa boss. Tawanyikeni basi. Wewe kijana wa IT unatakiwa ubaki. Walinzi wakatawanyika, akabaki pale na kijana wa IT. Wewe dogo unaitwa nani? Naitwa Rama. Nisikilize Rama. Nahitaji uhakikishe mnatumia vyanzo vyenu kujua ni wapi alipo mkuu. Sawa. Alex akampa ishara ya kuondoka huyu dogo Rama. Alex akatazama mazingira hayo ambayo ndio mara yake ya kwanza kuyaona, na kwa kipindi chote hicho amekuwa anaishi na Sebastian Don Bosco, ila hajaweza kuyajua haya mazingira kabisa. Au amenishtukia kwamba mimi nina mpango mbaya nini? Hapana, sio rahisi bwana. Alex alizungumza kimoyomoyo huku akitoka ndani ya eneo hilo, na kisha akaufunga mlango huo wa chuma na akapandisha ngazi na kurudi ofisini kwa bosi wake. Ameacha simu ili tusijue ni wapi anapoelekea. Okay. Alex alizidi kuzungumza, simu yake ikaingia ujumbe wa message, na kwa haraka akautoa mfukoni mwake na kuona ni namba aliyokuwa ameihifadhi kwenye simu hiyo kwa jina la Code Red. Ujumbe huo ulisomeka, unatakiwa ufanye sasa. Ujumbe huo ulimfanya bwana Alex kushusha pumzi taratibu. Akajitafakari kwa muda na kisha akatoka ofisini hapo, kwa sababu ujumbe huo unamkumbusha kwamba inatakiwa amue Don Bosco, na Don Bosco ndo hayupo, ashapotea. Alex akatembea hadi chumbani kwake, akaipiga hiyo namba, kitu ambacho sio cha kawaida kwake kufanya hivyo. Msikilizaji, huku upande wa pili tunapata kumwona Naima akizungumza kwa kumwambia Nadia ya kwamba, Nadia, hivi kijana ulompatia kazi ataweza kweli kumuua bosi wake huyo Don Bosco? Naima alizungumza huku akimtazama Nadia usoni mwake. Nadia akasema, uzuri wa Scorpion, tunaishi bila ya hisia. Ndiyo mafunzo wanayopata kwenye kila chuo chetu kilichopo duniani. Hivyo hata kama mtu ni mke wako, inapotolewa amri ya kumuua, ni unamuua. Kikubwa ni kufuata amri tu. Sawa, nimekuelewa Nadia. Lisali moja limeshapita sasa. Tena dakika 10. Huyo jamaa wako hajakupigia simu kutoa maamuzi yake tukamsikia.
Nisikilize Naima, usiwe na wasiwasi, ngoja nimtumie kijana wangu message akamilishe hilo zoezi. Nadia akaandika ujumbe wa message uliosomeka, unatakiwa ufanye sasa. Kisha akaiweka simu hiyo pembeni. Naima, amini ya kwamba yule kijana atamuua Don Bosco. Na vipi kuhusu mwanae? Nitataka umshikilie mtoto wake kama wiki hivi. Tukishamaliza msiba wa mzee Max, basi wanamrudisha Marekani. Okay, sawa. Baada ya dakika 7, simu ya Nadia ilionekana kuanza kuita. Nadia aliitazama kwa sekunde kadhaa na kisha akaipokea simu hiyo. Mkuu, samahani kwa kukupigia simu. Bila samani. Hapa napoongea na wewe, jamaa ametukimbia bila mimi kugundua kwa haraka. Ilikuwaje? Yaani mpaka mtu anakukimbia? Alexi ilibidi atoe maelekezo kwa mkubwa wake wa kazi ambaye ni Nadia kwa kile kilichokuwa kimetokea. Na okay. Basi vizuri. Mkuu, vizuri kivipi tena mkuu? Ikiwa ni kosa kubwa sana nimelifanya. Mtu anayekimbia yeye mwenyewe ni rahisi sana kumuinda. Hivyo wewe endelea kuongoza mali zake na kisha nitatuma timu ya watu, ikiwezekana watamzika mazima. Sawa mkuu, nashukuru kwa kunielewa. Okay, sawa. Hapo Nadia alikata simu. Naima ikabidi aulize kwamba vipi tena? Yule mshenzi amewatoroka. Hivyo ametumia submarine yake binafsi. Kwa nina uhakika kabisa huyu Don Bosco atakuwa anakimbilia bara la Amerika Kusini. Hivyo huko ndipo itakapokuwa ni sehemu salama yeye kwenda kupumzika kwa amani. We Nadia, mbona una kazi kubwa sana na Scorpion yako? Ndo majukumu niliyoyarithi na inabidi niyaendeleze. Pole aise, kwa kweli. Mimi kwa kichwa changu jinsi kilivyo hivi, sidhani kama naweza mikuongoza taasisi kubwa kama hiyo. Kila kitu ni kipawa kutoka kwa Mungu, Naima. Naam, Nadia alizungumza hivyo huku akisindikiza ujumbe wa message, na ujumbe huo ulikuwa na picha ya Sebastian Don Bosco, chini yake kukiwa kuna maandishi ya most wanted. Msikilizaji, kwa upande mwingine tunapata kuona simu ya rais inaanza kuita. Rais alitoa simu mfukoni mwake na kuipokea. Yes, hello. Ndugu yangu, naomba unisaidie. Wewe ni Sebastian? Ndio ni mimi. Ni mimi, nipo kwenye ukanda wako hapa karibu kabisa na nchi yako. Sauti ya yule mwanamke imenitisha sana. Yule mwanamke anataka kunitoa maisha yangu ndugu yangu. Nimetoroka kule Afrika Kusini, nimekimbia zangu mpaka mali zangu nimeziacha kule Afrika Kusini. Na maisha yangu yenyewe yako hatiani kwa sababu yule mwanamke anataka kujaribu kuniua. Na hataki kabisa kumwachia mwanangu. Okay, sawa. Sasa sikiliza bwana Sebastian. Ngoja nitakupigia kama baada ya dakika 5. Sawa? Nakutegemea sana rafiki yangu, nakutegemea kwenye hili. Rais akakata simu huku akitazama gari alizozipanda waziri wake zikiingia katika geti la Ikulu. Walishuka ndani ya gari hizo na moja kwa moja wakaelekea hadi kwenye ofisi akiwa ameongozana na Ruben. Ruben, hebu funga huo mlango. Ruben akaufunga mlango kwa ndani. Nisikilize Ruben. Yule jamaa Don Bosco, Sebastian Don Bosco, ametoroka Afrika Kusini na yuko katika fukwe za kuingia nchini Tanzania. Ametoroka kwa boti au? Sijamuuliza hilo swali. Sijaweza kuzungumza kwenye gari kwa sababu ya yule mlinzi tuliyepewa na huyu mama. Aise, moyo wangu unamkataa kabisa huyu mwanamke. Naona kama ana ajenda ya siri, na mbaya zaidi ni anahisi ana ajenda ya siri dhidi yangu. Hapo Ruben alikaa kimya huku akimtazama rais usoni mwake. Unajua, yule mwanamama wa Scorpion, yule Nadia, msaada wake unamfanya huyu mwanamke huyu hapa, huyu alotugea huyu, ajimilikishe mamlaka juu yangu. Kwa kweli mimi hapana.
hata kama mkataba nilioingia naye hauna nguvu kabisa mimi kwangu. Mimi ule usitambui. Mimi ndo rais sasa, siutaki ule mkataba na Scorpion. Mheshimiwa, kumbuka uliweka sahihi ya damu. Potelea mbali bwana. Nilifanya vile kuwaridhisha tu kwa sababu ya mwanangu. Kwa sasa inabidi nivue vazi la kondoo, nivae vazi langu halisi sasa. Niwaoneshe kwamba mimi mwenyewe pia ni mafia vile vile. Mheshimiwa, ni mapema sana kufanya hivyo. Ruben, hakuna cha mapema bwana. Tumepambana kwenye vita nyingi sana mpaka kufika kwenye haya malengo. Wewe unaelewa Ruben? Huu rais mimi sijapata hivi bwana. Na nia yetu kubwa ni kupata nguvu kuhakikisha tunaendelea kutawala na kushika uchumi wa Afrika na kukimbizana na matajiri wa dunia. Na sisi lazima tuwe matajiri wa dunia huko. Sasa huyu mshenzi huyu mmoja huyu na nywele zake za Kiarabu hapa ananiletea ujinga. Siwezi kabisa. Leo amenidhalilisha sana yule Nadia. Yaani ananiongelesha mimi kama kijana wa miaka 10 tu, mpumbavu kabisa yule. Siwezi kukubali bwana Ruben. Sasa Nadia alichokifanya, amekwenda kumtishia mpaka yule jamaa yule Sebastian Don Bosco. Kisa tu anamshikilia mtoto wa Don Bosco. Hivi unajua familia zetu ndo kipaumbele. Kwenye hili mimi yule nitamsaidia. Yule mimi ni rafiki yangu. Ila nitamsaidia kwa makubaliano, anipatie utajiri wake, nusu kwa nusu tugawane. Wewe hiyo Ruben unaonaje hiyo? Hiyo simekaa sawa? Mheshimiwa, hiyo iko vizuri. Nadhani wakati sasa wa kukamilisha mipango yetu na zile ajenda zetu za siri. Ruben, hakuna kujisahau. Hizi nyakati za urais zinapita. Na ukumbuke tumeupigania urais ili tuwe matajiri. Kwa lazima tuhakikishe tunajinufaisha na huu urais. Wewe unadhani hapa nikishatoka inakuaje kama nitakuwa sijapiga hela? Huu ndo wakati tupige hela. Tusijisahau bwana Ruben bwana. Wewe Ruben vipi bwana? Sasa andaa kikosi cha siri vikamchukue huyu ndugu yetu Sebastian kule baharini alipo. Akishachukuliwa kule afichwe kwenye nyumba yetu ya siri. Wewe Ruben unaijua. Na pia ndege iliyombeba yule mwanae Mariam yule, ikifika tu hapa Tanzania hapa, izuiliwe. Waliomteka ikiwezekana wakamatwe. Wakileta ubishi wawawe. Afu huyo binti huyo Maria akombolewe. Mimi sitoweza kuongozwa na mwanamke ambaye hajui hata uchungu wa mtoto. Shenzi nini? Yeye anajua mimi urais unampataje. Afu anakuja hapa na ananiambia mimi Scorpion. Watu tumeona Spuni. Scorpion shenzi. Pumbavu kabisa. Mimi ndo rais sasa, ndo nimesema Ruben, anza kazi. Naam. Rais alizungumza kwa msisitizo na kumfanya kijana wake Ruben kutingisha kichwa, ikiwa ni ishara ya kukubaliana naye, kwani kama Nadia ameanzisha vita, basi wako tayari kupambana naye kivyo vyote vile. Mambo yanazidi kupamba moto. Rais Msulwa amekataa kuongozwa na Scorpion na hajapendezwa kabisa na maamuzi ya Nadia. Haijalishi alimsaidia, ila ni lazima atumie mamlaka alionayo kumzuia Nadia. Sasa je, hii vita unahisi nani atakuwa mshindi, rais ama Nadia? Usikose kuungana nami kwenye sehemu inayofuata, itakuwa ni sehemu ya 21. Langu jina naitwa Uncle J Simulizi, mzigo mtamu kutoka kwake Eda Zaria G Msulwa. Kwa sasa niseme asante na kwaheri.